haifai kuifanyia kazi hadithi dhaifu mutlaqan. Ni mamoja ni katika mambo fadhailul a'mal au mingineyo. Naam, iqra li ba'da. Barakallahu fik. قال رحمه الله تعالى: عن الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: imepokewa kutoka أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. عائشة بنت أبي بكر التيمية أم المؤمنين بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين، وبنى بها بالمدينة بعد من وقع أو بعد منصرفه من وقعة بدر في شوال سنة 2 من الهجرة وهي بنت 9 سنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. Mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo lisilokuwemo. Man ahdatha fi amrina hadha, mwenye kuzusha katika dini yetu hii ma laysa minhu, jambo lisilokuwemo, fahuwa raddun, basi jambo hilo ni lenye kurudishwa. Fahuwa raddun, basi jambo hilo ni lenye kurudishwa. Wa fi riwayatin li Muslimin, na katika riwaya nyingine ya Muslim: man amila amalan, mwenye kutenda jambo lolote, mwenye kutenda amali yoyote, laisa alayhi amruna, hapana juu yake amri yetu, hapana juu yake jambo hilo amri yetu, amri kwa maana ya dini, fahuwa raddun, basi jambo hilo ni lenye kurudishwa. Wa hadha alhadith hadithun adhim jiddan. Hadithi hii ni hadithi kubwa mno. Adhamahu alulama, wanawachuoni wameadhimisha hadithi hii wakaifanya kubwa. وقالوا إنه أصل في رد كل المحدثات والبدع والأوضاع المخالفة للشريعة. kwamba hadithi hiyo ni asli ya katika kuzirudisha na kuzikataa, kuyakataa kile mambo yote yenye kuzushwa na mambo ya bid'a na yaliyowekwa ambayo yanakhalifu sheria. Fahuwa aslu fi radd albid'i fi alibadat. Hadithi hii ni asli katika kuikataa bid'a na kuirudisha bid'a katika mambo ya ibada. وفي رد العقود المحرمه, na katika kuzikataa na kuzirudisha mikataba iliyo haramu. وفي رد الاوضاع المحدثه على خلاف الشريعه في المعاملات, na kuyarudisha yaliyokatazwa, yaliyowekwa, yaliyozushwa, yaliyo kinyume na sheria katika mambo ya muamalat. وفي عقود النكاح, na katika mambo ya nikah na mashbaha dhalik. Kwa hiyo wanawachuoni wamefanya kuwa hadithi hii ni aslun min usuli din, ni msingi mkubwa miongoni mwa misingi ya dini. Kwa mtu yoyote atakayetenda amali yoyote ambayo iko kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi hadithi hiyo au maneno hayo, jambo hilo litakuwa lenye kukataliwa. Na neno ma laysa minhu halitoi nafasi kwa watu wa bid'a kuzusha. Maana wanasema ma laysa minhu, je, ma huwa minhu? Hakuna ma huwa minhu. Man ahdatha fi amrina hadha, hii inaitwa wanaita sifatun kashifa. Sifatun kashifa siku zote haina mafhum, haina kinyume, kwa sababu imekuja kufafanua man ahdatha fi amrina, mwenye kuzusha katika jambo letu. Sasa inafafanua hilo jambo letu, mwenye kuzusha katika jambo letu ni vipi? Anameweka jambo ambalo ma laysa minhu. Kwa ukizusha utakuwa umeleta ma laysa minhu. Ukizusha tu haiwezi kuwa ma huwa minhu. Maadamu umezusha utakuwa umeleta ma laysa minhu. Kwa hiyo ikiwa ma laysa minhu fa huwa radd, ay fa huwa mardudun, hilo ni lenye kurudishwa, halikubaliki. Sawa. Maelezo kuhusu jambo hili tushazungumza mara nyingi katika darasa mbalimbali. Naam, wasi. قال رحمه الله تعالى:
الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما يبقى وتوقع النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري شهد أبوه بدرا فبياك الهذورية في بدر وولد النعمان سنة 2 نعمان لزدوم وكوبيلي وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعد من الصحابة الصبيان باتفاق na alisikia hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaisabika kwa katika masahaba watoto kwa ittifaqi wanawachuoni amefariki mwaka wa 65 min alhijrati an-nabawiyya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, anasema nimemsikia Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anasema innal halala bayyinun, hakika halali iko wazi, wa innal harama bayyinun, na hakika haramu iko wazi. Kwa maana halali iko wazi, anwa'ul ma'kulat almubaha, kuna aina za vyakula vilivyokuwa halali na mashrubat na almalbusat na kila kitu, vitu hivi viko wazi. Wa innal harama bayyinun, na hakika haramu iko wazi. Sawa. Wa bainahuma umur mushtabihatun, na kuna baina yao mambo mengi yenye kutatiza, na kuna baina yao mambo mengi yenye kutatiza. Wa bainahuma, na kuna baina yao, baina hiyo halali na haramu, hapo katikati umurun, kuna mambo mengi, mushtabihatun, yenye kutatiza. Alhalal bayyin, kama vile anwa'u almaakulat almubaha, kama vile al-lahm wal-khubz wal-ma' wa anwa'u al-alaqat al-maliyya, mafungamano ya kimali, mambo ya al-bay' al-wadih, as-sarf al-wadih, kubadilishana kulikuwa wazi, mambo ya zawaji, mambo ya ijara, mambo yote haya kamilika masharti yake yako wazi kabisa. Na al-haramu iko wazi kabisa. Al-khamru, uharamu wake uko wazi, yani tembo, uharamu wa kuiba, uharamu wa zina, uharamu wa kusingizia, kutukana, kukashifu, uharamu wa rushwa, uharamu wa riba, uharamu, uko wazi mambo haya. Lakini baina ya hiyo halali na haramu kuna mambo mengi yenye kutatiza, kuna mambo mengi la ya'lamuhunna kathirun minan nas, hawayajui mambo hayo wengi katika watu wengi hawayajui mambo hayo, yanatatiza kwa sababu faman ittaqa shubuhati, basi mwenye kujikinga na mambo yenye kutatiza, yani akajiepusha nayo. Faman ittaqa shubuhati, mwenye kujikinga na mambo yenye kutatiza, istabra lidinihi wa irdihi. Faman ittaqa shubuhati, basi mwenye kujikinga na mambo yenye kutatiza, faqad istabra lidinihi wa irdihi, hakika ameitakia halali, ameitakia halali, istabraa, ameitakia halali dini yake na heshima yake. Kwa maana ameitafutia jambo la halali, ameitafutia jambo la kuinusuru, hakutaka matatizo yeye, ameiepusha nafsi yake na jambo hilo. Faqad istabra lidinihi wa irdihi, li'annahu fi ahli al-iman man aqdama 'ala al-umuri al-mushtabihat fa innahu qad yuqa'u fihi wa yutakallamu fihi bi'annahu qalilu ad-diyana, kwa sababu kwa watu wa imani mwenye kuyaingia mambo ambayo yenye kutatiza, basi huenda akatuhumiwa au akasemwa vibaya kwamba yeye ni mchache wa dini, li'annahu lam yastabri lidinihi, kwa sababu hakuitakia uhalali dini yake. Waman waqa'a fi shubahati waqa'a fi al-haram, na mwenye kuingia katika mambo yenye kutatiza basi ataingia katika haram. Karra'i yar'a hawla al-hima, ni kama mchungaji anayechunga kando kando ya ugo, kando kando ya wigo, kando kando ya uzio.
una mbuzi wako na kondoo wachunga kando kando ya shamba la watu, panauziwa hapa na hapa karibu kabisa. Ni mtu ambaye mfano wako ni mfano mwenye kufanya mambo ya ushubuhati ambayo hayajulikana halali au haramu. Ni kama mfano wa mchungaji anachunga kando kando ya shamba la watu. Karai ni kama mchungaji yar'a anayechunga haula al-ima, kando kando ya wigo. Yushiku an yarta'a fihi, anakurubia kuwalisha wanyama ndani yake. Yushiku anakurubia an yarta'a fihi, kulisha wanyama ndani yake. Ala ala zindukeni, ala jueni, kwa sababu ala ni adatu istifham at-tanbih, lengo lake ni kumtanabaisha anayeambiwa ala zinduka, ala zindukeni. Wa inna likulli malikin hima, hakika kila mfalme ana wigo, ana mpaka. Kila mfalme amejiwekea mpaka, kila nchi ina mipaka yake na mfalme anaisimamia mipaka ile isiguswe. Kwa hiyo kila mfalme ana mpaka wake. Ala wa inna himallahi maharimu, na hakika mpaka wa Allah ni yale aliyoharamisha. Allah amepiga mipaka kwa yale aliyoharamisha, na ukizisoma nusuzi za Qur'ani utaona unaambiwa tilka hududullahi fala taqrabuha, hiyo ni mipaka ya Allah, msikaribie hapa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mipaka yake kwa waja wake, kwamba mwisho hapa, nenda mwisho wako hapa, usivuke hapo. Hivi ndivyo alivyofanya Allah kwa waja wake. Ala wa inna himallahi maharimu, zindukeni, hakika mipaka ya Allah ni yale aliyoharamisha. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, zindukeni, hakika katika kiwiliwili kuna kipande cha nyama. Ala inna fil jasadi mudghatan, zindukeni, hakika katika kiwiliwili kuna kipande cha nyama. Idha salaha aljasadu kullu, kikitengenea, yani kikiwa kizuri kipande hicho cha nyama, basi hutengenea mwili wote. Idha salaha aljasadu kullu, kikitengenea, kwa maana kikiwa kizuri basi hutengenea mwili wote. Wa idha fasadat, na kikiharibika, fasada aljasadu kullu, huharibika mwili wote. Kipande cha nyama ni kipi? Ala wa hiya alqalbu, jueni kwamba kipande hicho ni moyo. Ala, jueni, wa hiya alqalbu, nacho ni moyo. Summiya alqalbu qalban litaqallubi, moyo umeitwa qalb kwa sababu ya kubadilika kwake. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mara nyingi akisema ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kuzizungusha nyoyo, kuzigeuza nyoyo, uthibitishe moyo wangu juu ya dini yako. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi hii imepokea Bukhari na Muslim. Tutakuja kuanza hadithi ya 7 insha Allah kwa darasa itakayokuja. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nasema Sheikh Allah hifadhi, amin. Nauliza, vipi wale watu ambao wanafanya maovu kisha wanasingizia qadar? Hao ni watu waovu kama walipokuwa waovu wale washirikina waliotangulia, kwa sababu na wao walikuwa yahtajuna bil qadar ala al maasi, na hili sio jambo la sawa. Watu wanatolea hoja ya qadari katika maasi. Qadar yatakiwa itolewe kama hujja katika mambo, katika al-aqdaru al-mu'lima, al-aqdaru al-mu'lima, katika mambo yenye kumuumiza mwanadamu, yale yanayojaribiwa nayo, ndipo mahali ambapo atakiwa atumie hujja ya qadar. Sawa? Kwa maana kwamba wewe umepatwa na jambo la kukuumiza, sema hii ni qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, qadarullahi wama shaa fa'al, utoe hujja katika. Ama katika mambo ya maasi, wewe wafanya jambo la maasi alafu wasema Mungu kanikadiria mimi, kama lau Allah asingenikadiria nisingefanya. Lau shaa Allahu ma ashrakna, una tofauti wote na hawa wanaosema lau angelitaka Allah tusingeshirikisha. Si washirikina walikuwa wasema tusingeshirikisha, lakini Allah ametaka sisi, wala
abudu sisi wala baba zetu, wala tusingeharamisha baada tusingeharamisha sisi wala baba zetu kitu chochote. Wanamsingizia Allah subhanahu wa ta'ala, na hali ya kuwa nafsi zao ndizo zinawapelekea katika uovu huo. Kwa hiyo sio sawa sawa kufanya hivyo. Maelezo ni marefu katika hili, ameeleza al-Imam Ibn Qayyim katika kitabu chake Shifaa'ul Alil, kitabu kizuri kabisa Shifaa'ul Alil. Anazijibu shubuha kama hizi za watu waovu ambao wanatumia qadar katika mambo ya maasi. Mara nyingine tukipata wasawa kufafanua jambo hili tutalifafanua insha Allah, sasa hivi wakati hauturuhusu. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب